Heshima ni utu wa ndani wa mwanadamu, jinsi ambavyo kila mtu anatamani atritiwe. Wahenga wanasema ukipewa kazi ya kuosha maiti ujue wewe ni zaidi ya ndugu. Ni kitu gani ambacho mwanadamu anakiogopa sana, anakihofia sana katika maisha? Swali zuri. Kitu ambacho mwanadamu anakiogopa sana katika maisha sijui niekeje, ila ni hivi vifuatavyo na ni vya muhimu. Mwanadamu anaogopa kutokujua kwake. Yaani mwanadamu kitu chochote ambacho hakijui, hapo unaweza kumnasa na kumuendesha vizuri. Na ndio maana hofu ya kila mwanadamu ipo kwenye kifo. Kwa sababu ni swali ambalo halina jibu specific. Na hata mtu ambaye anakuambia mimi naamini hivi, ni kwa kuwa kaamini, kafundishwa, hajathibitisha kwa macho. Kwa hiyo kile kitu ambacho mwanadamu akijui, kile ambacho mwanadamu akijui, huwa anakiogopa sana. Na pale ndio ambapo unaweza kumuendesha mwanadamu vyovyote unavyohitaji. Labda nikupe facts zifuatazo. Sisi tumezaliwa, tumekuja duniani, hatujui tulikuwa wapi kabla tujazaliwa. Kwa mfano, mimi nimezaliwa 2000. Kwa hiyo unaponipa habari za miaka 1980, miaka 1970, sijui nchi ilichukua uhuru mwaka 1960, hata unavyonihadithia, kila nikijaribu kutunga sipati uhalisia wenyewe kwamba kipi kilikuweje. Zaidi ya wote utaishia kuimagine watu walikuwa kwenye black and white. Kuna zile picha za zamani za miaka 1800, 1700 waga ziko kwenye black and white. Na ndio hivyo ukiwa unasimulia habari za 1800 unaimagine maisha yao yalikuwa hivyo. Unaimagine kama hawakuwa na jua hivi. Unaimagine yani kama hawakuishi maisha mazuri kwa kuwa hukuwepo ujui. Na baada hapo ukiulizwa utaenda wapi baada ya kufa, unaanza kupewa habari za imani. Si kwamba ni mbaya, si kwamba mafundisho ya dini ni mabaya, hapana. Bali ni kwamba si 100% ya kusema ndiyo, kwa kuwa bado sisi hatujaona. Tuna uwezo wa kuhoji, tuna uwezo wa kusema hapana, mimi siamini hivyo. Kifo ni kama kamera iliyovunjwa kabisa. Yaani kamera naifananisha na mwanadamu kwenye mada ya kumbukumbu. Kamera ukiizima ni sawa sawa na mwanadamu amelala. Kamera ukiiwasha ni sawa sawa na mwanadamu ameamka. Kwa mantikio, kamera ikiwa imezimwa haiwezi kuendelea, yani haiwezi kurekodi. Ni kama mwanadamu akiwa amelala hawezi kuendelea na maisha, yuko usingizini. Lakini kamera ukiiwasha ina uwezo wa kuendelea na maisha, kurekodi, pia ina uwezo kukumbuka vya nyuma. Mwanadamu pia akiamka anaweza kuendelea na maisha, anaweza kukumbuka pia ya nyuma. Sasa inakuja hapa, kamera ukidondosha, yani ukiiwasha, hapa unisikize kwa makini. Kamera ukiiwasha alafu ukaidondosha chini, isipovunjika itarekodi kule kudondoka kwake. Yani itaonyesha kabisa imewaka, ikadondoka chini, itaonyesha kama kuna kagiza kamepiga kashoti alafu itaishia hapo. Kwa hiyo hapo imerekodi kule kuvunjika kwake kidogo. Lakini kamera ukiivunja kabisa, ukichukua kamera ukaweka hapo, ukachukua jiwe kubwa ukapiga pap, je, kamera inaweza kujirekodi kule kuvunjwa kwake kabisa? Yes, ikivunjwa kabisa haiwezi kurekodi kule kuvunjwa kwake. Kipi kitakachotokea? Kamera zingine zinaweza kurekodi kamera ikiwa inavunjwa kabisa, lakini kamera inayovunjwa kabisa haiwezi kujirekodi wakati inavunjwa kabisa. Chukua hii mantiki ipeleke kwenye kifo. Wanadamu tulio hai ni sawa na kamera ambazo zinatazama kamera iliyovunjwa kabisa. Tuna uwezo wa kuona kila kinachoendelea, amelala, haongei, anafanya hivi na hivi. Ni sawa na zile kamera ambazo zilikuwa zinairekodi ile kamera iliyovunjwa kabisa imepasuka. Lakini hakuna mtu anapata video ya undani wa ile kamera iliyovunjwa kabisa. Hakuna mtu anajua uhalisia wa yule marehemu pale panachoendelea, kile kinachoendelea. Kwa hiyo ndio maana hii mantiki imekuwa swali zito sana. Sasa mwanadamu hapa unaweza kumpeleka unavyotaka. Unaweza kumwambia aliyekufa haisi chochote, kwa hiyo kisha kufa habari imeishia hapo, akaamini. Sio kosa, ameamini, hana kitu kingine. Mwingine unaweza kumwambia kwamba ukishakufa anatokea malaika, anaweza kupa adhabu kama dini ya Kiislamu inavyoamini. Sio kosa, ni imani ya dini inaambia. Mwingine anaamini ukishakufa unazaliwa kwenye ulimwengu mwingine, maisha mengine yanaendelea. Sio kosa, ni hivyo anafahamini. Mwingine anaamini kufukia marehemu ni kama kuzika mbegu, ipo siku itaota. Kila mtu anaamini. Sasa kwa vile hii ni kitu ambacho mwanadamu akijui, ndio hofu, uoga wa watu upo hapa. Naamini mimi 99%, kama kila mwanadamu angekuwa ana uhakika kabisa wa kinachotokea baada ya kifo, ni either makanisani na misikitini kusingekuwa na watu, ni either wanadamu wangekikimbilia sana kifo.
kwa sababu natetea hoja yangu. Imagine tunajua kumbe bwana, ukifa kuna dunia nyingine inaendelea. Wanadamu wengi wangepungua sana kwenye makanisa na misikiti. Unaona, sasa hata nikifa naendelea na maisha mengine. Lakini pia hii inaleta maana kwamba kuna wanadamu wangejiua sana. Mtu kapata maisha magumu, angejiua, angekimbia ulimwengu mwingine. Kwa hiyo kwa vile hili swali halina jibu la 100% la uthibitisho, kwa sababu hapa mimi nahoji uthibitisho wa macho hivi. Kumbuka kamera iliyovunjwa kabisa inahoji uthibitisho wenyewe kuvunjwa. Hatuhoji uthibitisho wa kuaminiwa, wa kuaminika, wa kuambiwa na watu kama vile dini. Hatuhoji hivyo. Sisi tunahoji uthibitisho. Kwa vile hili swali halina jibu kabisa, basi mwanadamu amekuwa muoga na mwenye hofu kwenye hili swala. Kwenye hili swala la uoga, unadhani maisha yenyewe tunayoishi sasa hivi tunaishi ni kama ndoto, tunaishi kwenye script iliyoandaliwa? Wanadamu wote tunaishi kwenye script moja iliyoandaliwa. Na ndio maana una haki ya kuhoji kusema kwamba hatuishi duniani, hii sio dunia, kwa sababu zifuatazo. Maswali mengi ambayo tupo nayo hayana majibu ya uthibitisho wa macho. Hii ni moja. Maswali mengi tulionayo tukipeleka kwenye dini tunaambiwa usiulize, ni kufuru. Hiyo ni mbili. Maswali mengi tulionayo tukikaa wenyewe, hata baada ya kupewa majibu baadhi ya dini, ukikaa mwenyewe ukawaza, unaona mbona mimi ni shahidi lakini si shahidi wa maisha yangu. Kwa hiyo vitu vimechanganywa. Ni script ambayo wajanja walioiwahi dunia waliamua kupanga script kivyao kwa manufaa yao afu wakaiacha. Imagine unazaliwa pap, kutoka mwezi wa kwanza au kutoka siku ya kwanza mpaka miaka 2 automatically huwezi kukumbuka chochote. Nielewe vizuri, huwezi kukumbuka chochote. Lakini ulikuwa unaishi, ulikuwa unalia, ulikuwa unacheka, ulikuwa unajisaidia, ulikuwa unarusha mikono, ulikuwa unarusha miguu, ulikuwa unatema mate. Je, ni nani alikuwa anakufanyia haya? Hukumbuki. Unafika miaka 2 pale kuingia 3 ndo unaanza kupata kumbukumbu 1 2 3. Wazazi wanakugonga ubatizo. Wazazi wanakugonga madrasa. Nielewe vizuri, sisemi kwamba ni mbaya, tuende tukaone outcome. Unaenda kwenye imani ya Kikristo huku, mwingine anaenda kwenye imani ya Kiislamu. Unafika miaka 15 16 unaingia kwenye balehe. 17 18 19. Umeshajaa imani, umekomaa, ile mbegu iliyotupwa kwenye moyo wako ya imani imeshika, imeota, imetanda. Unadhani ukija kuambiwa kwamba dini ulioishika si sahihi, utakubali kirahisi? Safi. Unadhani ukija kuambiwa mafundisho yote uliopewa ni ya uongo, utamuelewa anayekuhadithia? Je, vipi kama anayekuhadithia yuko sahihi, kwa sababu wewe hukupata muda wa kuwaza wewe mwenyewe? Ulipofika miaka 2, ule muda wa kukaa mwenyewe kujiuliza wewe ni nani, umetoka wapi, unataka uamini nini, wazazi walikupa dini ambayo wewe hukuulizwa tukupe. Kwa mantikio utakuwa ndani ya ule mzizi. Si kwamba mbaya, ila wewe umekosa sababu ya kujifikiria. Na ndani ya ule mzizi una maswali yako mengi ambayo yamejibiwa kabisa. Ukiuliza Mungu ni nani, unaambiwa Mungu ni mwanzo na mwisho, hatafsiriki. Ukiuliza dunia ilikuweje, unaambiwa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Lakini kila mwanzo una mwanzo wake. Kabla ya kuumba mbingu na nchi, nini kilitokea, ilikuweje, kwaje? Hupaswi kuuliza, unamhoji Mungu, acha ni kufu. Utaambiwa wanadamu wameumbwa dhaifu, lakini Mungu anawajaribu wanadamu. Utauliza kwa nini inakuwa hivyo, unaambiwa usiulize, ni kufu. Utaambiwa Mungu anajua mwisho wa kila jambo, lakini Mungu alimjaribu Ayubu. Kwa kabla hajamjaribu Ayubu alijua Ayubu atashinda, ila usiulize, hairuhusiwi. Utaambiwa Hawa ni mwanadamu wa kwanza, hajui Biblia, hajui Qur'ani. Hawa alikuwa hajui nini maana ya dhambi. Hawa alikuwa hajui nikimkosea Mungu kipi kitatokea. Ni kweli Mungu alimwambia usile tunda, lakini Hawa alikuwa hajui nikienda kinyume na amri ya Mungu kipi kitatokea. Wewe leo hii ukipelekwa Eden ukiambiwa usile tunda, hutokula tunda kwa kuwa unajua ni kila tunda litatokea 1 2 3. Nishai kuona Mungu akikasirika. Lakini Hawa ndo alikuwa wa kwanza kwenye script. Alikuwa hajui ni kila hili tunda kipi kitatokea na itakuweje. Unahisi Hawa ingekuwa rahisi kukwepa ile dhambi? Ikiwa wewe tu hujawahi kumuona shetani anakuendesha vile anavyotaka, unahisi ni rahisi kumkwepa shetani ukiwa ana kwa ana kama ilivyotokea kwa Hawa? Je, mtoto ambaye hana kumbukumbu ya kitu ambacho kipo kichwani mwake, ukimwekea hicho kitu mbele yake ukamshawishi akifanyi, hakifanyi?
ninachouliza ni hiki. Ukimchukua mtoto wa mwaka mmoja asiyejua moto ni nini, ukamweka hapa kwenye moto, alafu ukamwambia usiguse ule moto, labda atakusikiliza. Lakini akiwepo mtu mzima wa kumshawishi, gusa, gusa, toto, gusa, 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 yule mtoto ni dhahiri shahiri kwamba atagusa ule moto, kwa kuwa hana kumbukumbu kwamba huu ni moto, nikiugusa nitaungua. Hii script ndio lipo kwa Hawa. Hawa ni kama mtoto ambaye alikuwa hajui kwamba hiki kitu nisipokigusa kina 1 2 3, lakini aliokewa mtu anayejua, Shetani, ambaye Shetani sasa ndo mtu mzima anayemshawishi mtoto, gusa, gusa. Hao ukigusa kwani itatokea nini? Unajua kwamba Mungu atakasirikeje? Gusa, kula, kula. Kwa ukikaa ukafikiria, unaona hata ndani ya dini kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe ukikaa ukafikiria peke yako havipo. Sasa maisha yanakuwaje? Maisha yanakuwa hivi: unazaliwa bila kupenda, unapewa jina bila kupenda, unahesabu miaka bila kupenda, huna ushahidi kwamba miaka unayohesabu ni sahihi. Kuna usahihi gani kwamba siku ziko 7, siku ziko 30? Hapana, ishi. Unapelekwa shule bila kupenda, ni aidha usome au uwe mjinga. Baada ya hapo unaambiwa mshike Mungu, ni aidha utende mema uende mbinguni, au usipotenda mema tutakuchoma moto kama adhabu ya kwa nini ukutenda mema. Kwa hiyo hapo jibu ni moja tu, tenda mema. Usipotenda mema tutakuchoma moto kama adhabu ya kwa nini ukutenda mema. Unajuta, una uhuru. Mipango inakuwa mingi, unatakiwa kufika miaka fulani ubalehe, utake usitake utabalehe, majukumu yataanza, utafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ni script ambayo imechanganywa. Anayepuka ni huyu na huyu. Unakuja unasoma, unapata elimu yako, unakuja unakuta unaongozwa na viongozi waliobadili vyeti, unakuta kumbe elimu haina maana. Yaani mambo ni vurugu varaga. Kwa hiyo hakuna hata mmoja ambaye anaweza kukaa chini akaelewa. Na ndio maana wanafalsafa wengi wanasema hivi, marehemu ndio mtu pekee aliye huru, kwa kuwa kafika ukomo wake sasa. Hana kingine, hana maumivu, hana majuto, alafu sisi tulio hai hatujui nini kinachoendelea pale. Kwa hiyo yule yuko huru kwa kuwa sisi hatujui nini kinachoendelea. Kwa hiyo ni hivyo, nimeichambua kwa upana zaidi. Wengi kumekuwa na vuguvugu la watu ambao wanajiita awakened. Hivi wako huru kweli? Unaamini kwenye uhuru kwenye maisha ya mwanadamu? Swali zuri. Hili swali lilijibiwa pale mwanzo nilipokuambia ndege aliyefungwa kwenye banda kubwa, baada ya siku kugundua kwamba hili ni banda lina mwisho wake, huyo atakuwa yuko huru kwa kuwa hatocheza mitaa ambayo itamuumiza. Yaani baada ya kujua kabisa kumbe niko ndani ya banda, okay, acha nilivike na hii hali. Ukishalizika sasa uko huru. Na ndio maana kuna msemo hapo unasema hivi, ndege aliyefungwa kwenye banda huwa anahisi wale walio nje wanaopaa wale wanafanya makosa, kwa sababu yeye tangu anakuwa anajiona yuko kwenye banda. Kwa hiyo anaamini ubanda ndio kuishi sahihi. Wale ndege wanaopaa nje wale wana makosa sana. Na ndio sisi waumini tulioko au wanadamu tulioko kwenye dini huwa tunaamini sisi tulioko kwenye dini tuko sahihi, wale wanakosea sana. Na wale walio nje ya dini wanaona hivyo hivyo, sisi tuko sahihi, wale wanakosea sana. Ndege aliye kwenye banda anaona ndege anayepaa anakosea, na ndege anayepaa anaona ndege aliye kwenye banda anakosea. Vivyo hivyo, yani kwenye maisha ndo jinsi ilivyo. Yani ambao hawana kitu fulani, hata machizi. Unajua chizi sio chizi kwake, sisi ndo tunaita chizi, ila chizi ni mwanadamu anaendelea na maisha yake. Chizi ni kiumbe ambaye amekosa kumbukumbu. Chizi anagusa takataka kwa kuwa kumbukumbu kwake hajui kama hiki ni takataka. Analala chini kwa kuwa hajui kwamba hapa ni chini natakiwa nisilale. Kwa hiyo chizi anafanya vitu kwa kuwa kashatolewa kumbukumbu. Kwenye mantiki hii utakuja kugundua kwamba kinachomfanya mwanadamu hawe hai ni kumbukumbu. Ukimtolea mwanadamu kumbukumbu ya kitu, atafanya vitu sio sahihi. Kuna mwanadamu ataamka hatooga kwa kuwa kashakosa kumbukumbu kwamba natakiwa nioge, hatokula. Machizi wanafanya vitu kwa kuwa akilini mwao hakuna kumbukumbu ya vile vitu wanavyovifanya. Na ndio maana kuna machizi wanapona kwa mantiki ni kwamba kumbukumbu ikirudi anakumbuka, kumbe uchafu, kumbe nyumbani ni huku. Kwa hiyo kinachotufanya tu binadamu kamili ni kumbukumbu. Hata mshika dini ashike dini vipi, siku akitolea ile kumbukumbu ya dini yake, atapita kanisa, atapita msikiti hivyo hivyo. Nirudi kwenye swali lako. Wale wanajiita wameamka wako huru, na mimi nasema wako huru kwa nini? Kwa kuwa tayari washajua mifumo yote. Washajua kwamba kuna 1 2 3, nifanye hivi nitatokea hivi, nisipofanya hivi nitatokea hivi. Kwa hiyo wamekubali. Yaani ukishafika level ya kukubali kwamba tayari nimedanganywa, sina la kufanya, sijui lolote hivi, fresh, hapo tayari umekuwa huru. Ni kama yule ndege aliye kwenye banda aliyekubali kwamba anyway, acha niendelee kuwa kwenye banda. Lakini si bado unakuwa controlled. Lakini unakuwa huru, ushajua uhuru wako. Ni kweli unakuwa kwenye banda. Yes, unakuwa mtumwa. Ni kweli kabisa unakuwa mtumwa. Si kama ndege. Yaani kama ndege, tayari najua niko kwenye banda, ila nishakubali kuliko kuendelea kunungunika. Mimi naendelea kuishi. Unapojitambua kwamba wewe
umekuwa slave, umekuwa mfungwa na umekubali kuwa mfungwa, ushakuwa huru. Hii inaathiri vipi kwenye maamuzi yako kwa ujumla kwenye maisha? Tofauti na wengine. Sasa hii kwenye maisha inaathiri nini? Inatokana na mtu anachotaka yeye mwenyewe. Yaani ukishakuwa mtumwa huru ni yule mtumwa aliyekubali utumwa wake. Kwa hiyo yule kawa huru, ndio maana anaitwa mtumwa huru. Na ndio maana mimi na kitabu nilikiandika kinaitwa Watumwa Huru. Kwa hiyo ukishajijua wewe ni mtumwa huru, maamuzi ni yako. Uendelee kuwa mtumwa, yani urudi kulala. Yani uendelee kukataa hicho ulichokiamini, ukitoe uendelee kuishi, au ufanye maamuzi nje ya wanavyofanya wanadamu. Nini? Acha nichambue. Labda ukishaamini kwamba anyway labda hizi dini Mungu yupo ila hizi dini hazipo, ni either uendelee kuabudu tu zile dini, kwa kuwa hata usipoziabudu huna chochote utakachokibadilisha, kwa kuwa wakati unaziabudu uliishi maisha mazuri, kwa nini usimalizie tu kuziabudu? Huo ndio uamuzi namba 1. Lakini uamuzi namba 2 ni baada ya kujua anyway hizi dini acha tu nisiweke pembeni, mimi nitampenda Mungu wangu na nitamwamini Mungu wangu. Kwa hiyo ni maamuzi ya watu wawili tofauti ambao tayari washajua ukweli.